Unapopiga mtoto mbele ya mtu mkubwa anapita mbele yako, humpigi mtoto, unampiga yule mama, unampiga yule baba. Siku mama mkoko yuko nyumbani unapiga watoto, wewe umekwisha wewe. Nampiga si wa kwangu, mimi ndio nimezaa. Umezaa wewe, kwa hiyo mama mkoko hajazaa, hana uchungu yeye, ni wa kwangu, namfundisha adabu. Acha utaira. Usimpige mtoto wakati mama mkwe yuko nyumbani, baba mkwe yuko nyumbani. Amina. Leo hata kijana wa kiume unapiga mke, mama yako yupo, mama nimempiga ni wa kwangu. Umelaniwa wewe. Mama yako akija kikwambia, mwanangu nimekwambia acha mtoto wa watu, hata kama ulikuwa na hasira kiasi gani, mama yako ni Mungu wa pili. Amen. Tunasikika kweli mahali hapa? Leo kijana unampiga mama, unamtukana mke wako mbele ya mama yako. Mama ataniambia ni maana umeshamzoea mama yako. Mama yako sio mama yako. Mama yako ni Mungu wa pili. Amina. Angalia unavyonielewa vibaya. Unapotukana, unapoleta dharau mbele ya kiongozi wako wa kiroho, humpigi yeye, unapambana na Mungu. Unatandika mtoto kweli, mama mko yuko nyumbani. Wao, njoo, ta. Baba mko anakuangalia tu kweli. Hata asipokusemesha. Naomba wanangu niwafundishe adabu. Fanya hivi, mwambie mtoto, shukuru Mungu baba mko namuona. Hata kama baba mko ni mbaya, mtoto apone kwa ajili ya baba mko, kwa ajili ya mama mko. Aliyepiga makofi angenipigia mara pili. Mnafiki hapigi. Anayefanya hivyo hapigi. Atapigaje wakati amemaliza? Unalaana. Mwambie mwenzako usipige mtoto mbele ya mama yako. Tena ulivyo na mdomo. Wewe! Kisheria uruhusiwi kupiga kelele mbele ya mama mkwe. Utaruhusiwa kumpigia mtoto kelele. Wewe Nancy, nimekwambia leta miguu hapa. Mtoto yuko kwa mama mkwe wake, kwa mama mkwe. Leta miguu hapa. Yewe. Humpigii mtoto kelele, unampigia yule mama nini? Sauli akafanyeje? Akampigia nani Samuel nini? Kelele. Samuel akamwambia, okay, maana unaniona ni binadamu, ni mchungaji wa kawaida, ni nabii wa kawaida. Okay, sasa ufalme wako umeondolewa. Akafikiri ni utani. Baada ya muda kujuta kunakuja. Baada ya muda anakwenda kujiua mwenyewe. Sauli amejiuaga kwenye vita, na mtoto wake akauawa kwenye vita. Neno la kuhani alitamka. Leo kuna watu wanafia njiani, wanakufa na mabajaji, wanakufa na mapresha. Utaponaje wakati mchungaji wake anasema, yaani wewe tumbo liloshutuka likufuate? Unabarikiwaje mamaka ameshtuka, babaka ameshtuka? Angalia unavyonielewa. Huyu ni Baraka. Unaitwa nani? Rachel. Huyu ni Rachel. Mimi kama Mungu nikampa Baraka kibali au kipawa cha utajiri. Huyu nikampa kipawa cha kuongea na kusifu. Kila mtu amepewa neema yake. Ndio maana usimchukie hata mtu kama amenenepa, kama amefanikiwa. Kila mtu na baraka zake. Amina. Hata wanafiki wanaokuchukia wakuchukie tu bure lake. Wewe kila mtu na nini? Sasa sema huyu nikamwambia kuanzia leo wewe utakwenda kuwa mfanyabiashara mkubwa. Nimekupa kipawa, ukifungua duka dogo, ukifanya chochote, ukipita popote pale, yani waizi watakuona, utafanikiwa tu. Huyu akigusa tu biashara anafanikiwa. Akigusa duka anafanikiwa. Akiuza mbao anafanikiwa. Akiuza skrepa anafanikiwa. Akiuza maji anafanikiwa. Akiuza hata udongo. Kuna mtu hata akikuzia udongo kia Mungu unanunua. Maadamu ana kipawa unanunua. Kuna mtu akiuza hata spare, yani unanunua. Nini? Kipawa. Hivi hujawahi kwenda sokoni ukanunua kitu kibovu, lakini kauli ya mtu tu, yani akakuivisha tu, kasema kia Mungu huyu mtu mdomo wake amenipa kitu ambacho sio chenyewe, ni fake lakini umenunua. Why? Kipawa. Sisi kutamkia kipawa jamani. Amen. Sema fire. Sasa huyu mimi ndio ni Mungu, lakini kamwambia mimi nakupa hiki kipawa ili ufanikiwe. Ukipata pesa, ukipata nini, sio kwa faida yako. Mimi Mungu nitukuzwe. Sawa Sasa huyu ametoka, ameanza shughuli. Akipita popote anafanikiwa. Akipita popote anafanikiwa. Ananisahau mimi Mungu. Niliumba nini? Kipawa. Inafika mahali kipawa kinachoka, maana mwenye kipawa hayupo tena kuangazia nuru. Kikishachoka ndio unasikia mtu amefika mwisho, amechoka, amefilisika, amekwisha. Why? Hamwabudu tena mwenye nini?
kipawa. Haya, huyu hapa ana kipawa cha sifa kama anavyoimbaga, lakini sio wewe. Jamani, anaimbaga udada jamani. Yaani kwa kweli katika mtu ambaye Mungu ameumba kipawa, sikusifu unywe kiburi. Kiburi kishuke tu mwanangu. Na siku inuu useme nitaondoka nione. Tuokutana mwanangu, ndio tunakukabidhi msalaba leo. Mama Nuru ameacha kwa kama ulikuwa na kipawa cha kuimba na wewe Mama Nuru. Kama ulikuwa na kipawa cha kuimba, hiyo kipawa kikuteze. Turudi kwenye kwaya. Haibu hata. Mama mchungaji umekimbia kikwaya. Jana nilikuwa naangalia kwenye wimbo nasikia sauti ya Mama Nuru. Popo, inaitwa popo? Inaitwa nini ile nani? Umekuwa kama popo bobo. Umeona sasa? Anaacha nafasi yake. Yaani kama ulikuwa, labda kama ulikuwa umeletwa kwa wakati uondoke kwa wakati. Lakini kama ilikuwa ni wito wako, utatandikwa. Nisitamki hivi tutandikwe baba. Mungu akubariki. Mungu nisitandikwe bana Mungu. Naondoa hili neno la baba lisitimie. Lakini kama ilikuwa ni wito wako mwanangu, rudi kwenye position yako. Sasa huyu akiimbaga jamani, unaona anavyoimba? Kuna wimbo fulani anaimba. Haona. Lakini ana mvuto fulani. Wewe mwenyewe unasikia raha. Na Mungu amemjalia. Shala, asante bwana. Naita nini? Shala. Yaani Mungu amemjalia jamani udada ya kipawa. Na kweli akiitwa kiongozi anafaa. Si sawa jamani? Na ana moyo wake na amekuwa kiumri. Ana umri bado ni mdogo kinani, lakini kiakili angalau anaelekea kukua mtu mzima. So sema basi amina. Hatusikii tuhuma mitaani, hatusikii uchafu. Anajaribu kujitunza na kutunza ile heshima. Si sawa jamani? Sasa Mungu anakupa kipawa. Ukitunga wimbo, ukiimba, kila mtu anaruka. Kama Yona akifanya hivi. Hata kama ulikuwa ucheki unacheka tu. Unaona jamani? Unaona sasa? Yaani unacheka tu. Lakini anapeleka kitu inaenda jamani. Hujui inafanyaje? Inafika. Unaona jamani? Hiyo ni kipawa. Unashangaa mtu alikuwa anakodoa tu macho hivi. Anabaki anaangalia tu Yona. Na hujui umefika. Sema basi amen. Sema amen. Sasa mwanangu, Mungu amekupa kipawa. Ukiimba tu wako. Sasa mimi nikakwambia chukua ni kipawa. Nenda kaniimbie. Imba katikati umati wa watu. Fundisha kwenye kwaya. Fanya hivi. Kila ukiimba mtu hata kama alikuwa anaamia anasema acha nikampa hata maji. Anakuletea. Hawakupi wewe, wanampa mwenye kipawa ambaye yuko ndani yako. Wanapomtunza huo mwenye kipawa, baraka zinaenda kwao. Sasa wewe nimekupa kipawa kama Mungu, unanisahau. Ukienda mbele ya watu ukiimba unatukuzwa. Ukienda ndani ya jamii ukiimba wanabarikiwa. Kwenye misiba wanabarikiwa. Kwenye majukwaa wanabarikiwa. Unasahau aliyekupa kipawa. Unasahau na madhabahu. Ukishasahau mwenye kipawa anasogea. Na akishasogea adui yeye anasema nilikuwa nawinda tu nini? Kipawa. Anakutandika nayo. Maandiko yanasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Hawakwenda. Anasema mahali pengine huwapinga wenye kiburi, huwapa wanyenyekevu neema. Kuweni watiifu mwanangu.